kwa sababu ya nafasi hii ametupatia tukaweza kufika katika madhabahu. Na nilipokuwa naomba, Roho Mungu alininenea kuhusu destiny. Destiny ndio nilikuwa nataka tuongee kuihusu siku ya leo, kwa sababu destiny ni nini? Destiny ni hatima ama ni kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako kutoka wakati ambapo ulipozaliwa. Ni kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako tangu ukiwa mtoto mdogo, na plan ya kwamba utakuwa daktari, utakuwa mchungaji, utakuwa kitu fulani. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo inaitwa destiny. Destiny yako ni gani siku ya leo? Destiny yako labda ni kuwa mchungaji, kuwa mwanabiashara, kuwa daktari. Lakini naongelea kuhusu kuzuiliwa kwa destiny ya mtu. Unapata ya kwamba Mungu alikuwa ameplan uwe mtu mkubwa katika maisha yako, lakini unapata ya kwamba destiny yako ilizuiliwa. Destiny inazuiliwa namna gani? Unapata ya kwamba hata mtoto wakati ambapo ako shule anashika vizuri sana, kutoka akiwa class 1, akiwa 2, 3, primary yote anakuwa ako sawa na anashika vizuri. Unapata mpaka anakuletea zawadi nyumbani ukiwa mzazi. Lakini inafika mahali akiingia secondary school, unapata ya kwamba hatima yake ama destiny yake imebadilishwa, na yule mtoto masomo inaanza kuwa ngumu kwake, anaanza kuwa mkia. Hatima yake inabadilishwa, destiny yake inabadilishwa. Mtoto ambaye alikuwa anakuletea zawadi nyumbani, unapata ya kwamba ameanza kurudi nyuma kimasomo, kwa sababu hatima yake ilibadilishwa. Kuna mambo matatu ambayo destiny huanga inafanywa. Kuna kunyang'anywa destiny. Mtu huanga ananyang'anywa destiny. Unapata ya kwamba mtoto wako umemsomesha vizuri, amesoma mpaka university, lakini wakati ambapo wamemaliza, unapata ya kwamba amekuwa bure, amekuwa useless. Destiny yake alinyang'anywa. Na unapata ya kwamba watoto wengine wa hiyo familia wameanza kuwa na maisha mazuri hata kumshinda yeye, kwa sababu destiny aliyokuwa nayo ndani yake ilichukuliwa wakati ambapo alionekana ni mtoto mwerevu, ni mtu ambaye anaweza akaenda mbali. Watu wa familia ambao wako na roho ya wivu wakaanza kumwendea kwa uchawi, na destiny yake, hatima yake ikabadilishwa. Na huyo mtu unapata ya kwamba maisha yake ya kumalizia, anamalizia kuwa maskini, anamalizia kuwa useless, kwa sababu hatima yake iliondolewa, ilinyakuliwa, ikapatiwa mtu mwingine. Unapata mtu ambaye hakusoma, unapata ya kwamba mtu ambaye hata hakuenda shule, hata hakuna kitu alikuwa anashika, baadaye mwishowe ndiye anakuwa tajiri, kwa sababu hatima ya mtoto wako ilichukuliwa, ikapatiwa mtu ambaye hata hakusoma, anakuwa ndiye tajiri katika hiyo familia, kwa sababu hatima ilichukuliwa, destiny ilichukuliwa. Inachukuliwa na wachawi wa kiroho. Unaweza kuwa umelala, wanakuja ukiwa umelala, wanachukua hatima yako ukiwa umelala, destiny yako wanainua ndani yako. Na ndio maana unapata wakati mwingine unaumwa na kichwa, unapata mambo imeanza kuharibika. Ulikuwa na kibali sana, ulikuwa na favor sana, watu walikuwa wanakupokea, walikuwa wanakupenda, lakini all of a sudden rejection imeanza kuwa mingi katika maisha yako, kwa sababu kuna kitu kilinyakuliwa katika maisha yako na kikaondoka, kiko na mtu mwingine. Kuna kitu cha pili, sio tu kunyakuliwa ama kubadilishiwa. Hiyo destiny huanga zinatolewa hata katika makanisa. Unapata mchungaji anawekelea watu mikono, lakini anawanyang'anya destiny zao, na unapata ya kwamba anafanya kazi zake za kiuchungaji na destiny za watu. Unapata ya kwamba ulienda kanisani fulani na ulikuwa unaota ndoto na ulikuwa unaonyeshwa maono, lakini all of a sudden hiyo maono imeisha,
hata ndoto zimeisha. Ulikuwa unaota lakini ndoto zikaisha. Ulikuwa unaona maono lakini hauoni sasa. Kutoka uwekelewe mikono na mchungaji fulani, ulianza kuumwa na kichwa, ndoto zako zikapotea, kwa sababu huyo mchungaji sio mchungaji wa Mungu, sio mchungaji wa kweli. Ni mtu ambaye amejichanganya, anatumikia shetani. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo unapata ya kwamba ilichukuliwa, kuna kubadilishiwa, kuna kuchukuliwa na kubadilishiwa. Unapata ya kwamba destiny yako imechukuliwa, imepatiwa mtu mwingine. Unapata ya kwamba hata ni dada yako. Kuna mama mwingine alikuwa ananielezea dada yake alikuwa anaenda kumtembelea kwake, kisha baadaye akakuwa ni mjamzito na amepata mtoto. Ikabidi lazima dada yake akuje akaweze kumsaidia ili aweze kuwa anamsaidia kufua manguo, kupikia watoto wale wakubwa na kuwatayarisha asubuhi wakienda shuleni. Sasa ikafika mahali yule dada yake, wakati ambapo alikuja kwake, wakaanza kupendana na mume wa huyu dada yake. Bwana apewe sifa. Baadaye akamchukua. Siku moja alikuwa anaamuka anaenda kuangalia mume wake usiku, anapata hayuko. Anashindwa kwani mume wake ako wapi? Bwana apewe sifa. Anashindwa kwani bwana yake ako wapi? Tuseme bwana yake ametoka asubuhi na mapema, kitu saa 10 anaenda kwa yule dada wa pia. Sasa kisha baadaye ndio akapata ya kwamba siku moja akasema sitaongea saa hii, nitakutai. Kwa hivyo alijifanya amelala, mume wake akafanya kama vile amezoea. Kwa hivyo huyu bwana yake akatoka, naye mke wake akajua umetoka, na yeye akaamuka akapelekana na bwana yake. Kupelekana na bwana yake, akapata bwana yake ameingia kwa duka, kwa sababu alikuwa na duka. Sasa dada yake alikuwa amempatia mattress, alikuwa analala kwa duka. Kumbe hiyo bwana alikuwa analala kwa duka pale, na mume wake alikuwa anaenda kwa dada yake usiku. Kwa hivyo akamfuata mpaka kwa duka, ndipo akapata wamelala, hata hawana nguo. Kutoka hapo ndoa ikaisha. Kutoka hapo hata ndoa yake ikachukuliwa na dada yake. Ninasema hata ndoa inaweza ikabadilishwa, inaweza ikanyakuliwa, inaweza ikabadilishwa. Sasa dada yake alichukua bwana yake na wakazaa na yeye, na ndoa ya huyu dada ikaisha kwa sababu ya dada yake. Kwa hivyo destiny hunyakuliwa, ndoa inaweza ikanyakuliwa, kwa sababu kuna watu ambao wako na nyota ya ndoa. Unapata ya kwamba mtu ako na nyota ya ndoa, mahali alioleka hakuna vurugu, hakuna visirani, ako na amani kwa hiyo ndoa yake. Kuna mtu ambaye pia hana nyota ya ndoa, hana nyota ya kazi, hana nyota ya kila kitu. Kwa hivyo tukiongelelea destiny, tunaongelelea nyota. Bwana apewe sifa. Nyota, hata maandiko inatuonyesha ya kwamba wale watu ambao walikuwa wanaitwa wise man ni wale wazee ambao walikuwa wana uwezo wa kutafsiri nyota ama kujua nyota, maana ya nyota. Anaweza akaangalia juu hivi kwa mawingu, aangalie nyota, akwambie hii nyota inamaanisha kitu fulani. Wale walitokelezewa na malaika wakaambiwa Yesu mwana wa Mungu amezaliwa, na wakati waliambiwa hivi, waliangalia mbinguni kwa mawingu, wakaona nyota mahali inawaka, wakajua pale ndipo mwana wa Mungu amezaliwa, ako hapo chini. Kwa hivyo kuna watu wako na uwezo wa kuangalia nyota. Kuna watu wako na uwezo wa kujua nyota ya mtu. Kuna mtu wako na uwezo wa kujua kile mtoto wako atakuwa. And that's why nasema ya kwamba watu wengi nyota zao zimebadilishiwa kwa madhabahu, nyota zao zimebadilishiwa kwa kanisa. Ulienda ukawekelewa mikono na mchungaji, lakini ni mchungaji ambaye anatumikia shetani, akabadilisha nyota yako. Maono ulikuwa unaona ikaisha, ndoto ulikuwa unaota zikaisha. Ulikuwa na kibali na maombi ulikuwa unaomba sana, lakini iliisha kwa sababu kutoka uwekelewe mikono na yule mchungaji ambaye sio wa Mungu na sio wa kweli, mambo ikabadilika kwako.
Kwa hivyo nyota ama destiny inaweza ikanyakuliwa, inaweza pia ikabadilishwa, ama destiny inaweza pia ikawekewa barrier, inaweza ikawekewa block. Inawekewa block kwa njia gani? Kama kwa barabara mnaonanga kuna wakati mwingine, ama kwa mahali kanjuu wamesimama, ama polisi wanaweka road block. Hivyo ni kumaanisha kwamba huwezi ukapita mahali pale, wameweka road block, wameweka block, hauwezi ukapita pale. Kwa hiyo unapata ya kwamba destiny ya mtu inawekewa block, kwa sababu wanajua destiny yako ni kubwa. Wewe ni mtu ambaye unaweza kuwa mtu mkubwa katika hii taifa la Kenya. Wewe ni mtu ambaye unaweza kuwa mtu mkubwa katika huduma ama kazi ya Mungu. Wanakuwekea block, wanakuwekea barrier ili ile destiny ambayo iko ndani yako isiwahi timia. Unapata ya kwamba wewe ulipaswa kuwa mchungaji mkubwa, ulipaswa kuwa nabii mkubwa, ulipaswa kuwa, hata mtoto wako alipaswa kusoma na apite, lakini unapata ya kwamba walichukua destiny yake. Sasa unasemaka wewe mtoto ni mjika, mtoto wako hashikaji, ni destiny ilienda na huyo mtoto akaombewa na destiny yake ikarudishwa. Utapata ya kwamba huyo mtoto ameanza kuwa mwerevu, kwa sababu destiny inapotolewa ama inapobadilishwa, anaanza kuwa mpumbavu, anaanza kuwa mjinga, anaanza kuwa mkia. Alikuwa namba 1, namba 2, 3, sasa anafika kule mkia, kule mwisho, kwa sababu nyota ama destiny ilibadilishwa. Anataka maombi. Sasa wazazi wengine wanakemea watoto, na sio kupenda kwa mtoto. Wewe unaona kama mtoto anajifanya, unaona mtoto kama anapenda michezo sana, lakini ni destiny ilibadilishwa, kwa sababu huyo mtoto mbeleni alikuwa serious sana na masomo, alikuwa hata hapendi michezo, alikuwa akili zake tu ziko kwa masomo, lakini baadaye hataki masomo. Hata akienda shule, mtihani ikitokea result, unapata ya kwamba hapo mwisho anapenda masomo, kazi yake ni kucheza, na anapenda michezo na kazi yake ni kucheza na kuangalia TV. Kisha baadaye unapata ya kwamba hata masomo amekataa. Nini ambacho kimemuingia? Alikuwa anapenda masomo, lakini saa hii hata amekataa, kwa sababu destiny iliyokuwa ndani yake imebadilishwa, imenyakuliwa, amewekewa block. Kuna watu pia walikuwa na kibali zamani. Mtu alikuwa anafanya biashara, mtu alikuwa anashika pesa nzuri, lakini leo hii hawezi ukashika pesa, kwa sababu maadui walikuwekea block, walikuwekea road block, walikuwekea barrier, walikuwekea kizuizi. Sasa usipojua kuna kizuizi katika maisha yako ambacho kinakuzuilia wewe kutimia ama kukaa ile maisha Mungu alikuwa amekusujudia wewe, utaishi na umaskini na mateso mpaka kufa. Ni lazima uchunguze na ni lazima upigane vita za kiroho na kuambia Bwana, kila roadblock ambayo iko, kila kizuizi cha mafanikio yangu, kila kizuizi cha ndoa na baraka zangu, lazima kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Lazima upigane vita za kiroho, lazima ung'ang'anie destiny yako, kwa sababu wewe labda ungekuwa mtu mkubwa, ungekuwa bali sana, ungekuwa na plot yako ama mashamba yako, ungekuwa hata na hali yako, lakini uliwekewa kizuizi. Hakuna mahali unaweza ukaenda. Unapata ya kwamba hata ndoa mtu hawezi akasimamisha. Unapata pia mtu ni mrembo, na anaishi, mtu ni mrembo na anaishi kuomba na kungoja Mungu amsaidie na mbariki apate ndoa, lakini hawezi akapata, kwa sababu kuna kizuizi ambacho kiliwekwa. Bwana apewe sifa. Kuna kizuizi. Sitaki makelele tafadhali, kitu unaangalia vizuri. So unapata ya kwamba usipochunguza na ukajua ya kwamba hii maisha yangu vile na ile ninakaa maisha yangu kweli, kwa sababu labda ulibadilishiwe maisha na wewe unaishi maisha isiyo yako. Kitambo ulikuwa unashika pesa vizuri, kitambo ulikuwa unang'ang'ana na unaona maisha yako ilikuwa inaenda vizuri, lakini saa hii unaona hata uking'ang'ana namna gani hakuna kitu kinabadilika. Hata ukifanya kazi namna gani haupati pesa, haupati faida. Pesa ukishika na mikono yako inasabatika, hakuna kitu ambacho unafanya, kwa sababu uliwekewa barrier, roadblock, uliwekewa kizuizi. Bwana apewe sifa. Destiny inabadilishwa.
Maandiko inatuambia kwamba wakati Isaka alikuwa mzee na alikuwa anataka kubariki mtoto wake yule ambaye ni mkubwa, ni firstborn, maandiko inasema ya kwamba akaita Esau na akamwambia ya kwamba mimi nimezeeka, na wakati ambapo nimefika ninaona nikana kwamba ninaweza nikaenda wakati wowote. Kwa hivyo ningependa unitayarishie nyama ambayo ninaweza nikakula ili nikubariki. Na wakati ambapo alikuwa anaongea na Esau, mke wake alikuwa anasikia, Rebeka. Na maandiko inasema ya kwamba Isaka alikuwa anapenda Esau na Rebeka naye alikuwa anapenda Yakobo sana. Kwa hivyo wakati ambapo Isaka anaambia Esau aende atayarishe nyama, Rebeka alikuwa anasikia, akajua hiyo baraka sio ya Esau, ni ya kijana yangu yule mwingine Jacob. Bwana apewe sifa. Na huo wakati ndipo alienda akaambia Yakobo, unajua aje, baba yako amesema ako karibu kufa na anataka kubariki ndugu yako, na amesema aende atayarishiwe kanyama akule. Tutafanya nini? Nataka uende ushike kondoo. Mimi najua kile baba yako anapenda sana, nitapikia yeye, najua ile chakula anapenda, nitampikia vile anapenda, kisha baadaye wewe uchukue hiyo mangozi ya kondoo ujibandike huko kwa mikono, na ukienda umtayarishie hiyo nyama, umwambie baba, nimekuja ndio hii nyama ambayo uliniitisha, nibariki sasa. Na akafanya hivyo. Rebeka akaandaa nyama akapatia Yakobo. Yakobo akapeleka, akaenda kwa babake, akamuita Isaka, akamuuliza umefika? Lakini kwa nini nasikia kama hiyo sauti ni ya Yakobo? Akamwambia bana, ni mimi Esau, kuja basi nisikie kama ni yeye. Akaenda, alijua na atamjua na mikono, kwa sababu alikuwa kipofu tayari, alikuwa mzee sana. Wakati alienda akamshika mikono, akasikia kweli ni Esau, lakini sauti ni ya nani? Ni ya Yakobo. Na wakati ambapo alisikia ni Esau kweli, akabariki, akamwambia barikiwa, nimekubariki na baraka zote Mungu akutendee. Lakini hakujua ya kwamba ni nani? Ni Yakobo. Bwana apewe sifa. Hapo ndipo destiny inabadilishiwa, hapo ndipo baraka inabadilishiwa. Unapata ya kwamba sasa unaishi maisha ambayo sio yako, kwa sababu sasa nani amesimama kwa baraka? Ni Yakobo. Esau baraka imeenda, hawezi akaiona, imeenda na Yakobo. Na kutoka hapo Esau wakati alipokuja akapata, akaambia baba, nimekuja na nyama. Esau, nasikia hata sauti ni yako, na si uliniletea nyama? Akamwambia sio mimi. Huyo ni Yakobo basi. Akamwambia baba, si ulibariki? Akamwambia sina baraka nyingine, ile nilikuwa nayo nimepeana. Akamuuliza hata hakuna hata moja? Akamwambia hata nusu hakuna. Ndipo akamwambia kwamba sema neno basi. Isaka akamwambia, kwa kweli nimepatiana baraka, lakini utaishi kuwa mtumwa wa Yakobo. Utaishi kumtumikia siku zote za maisha yako, ataishi kuwa juu yako, utaishi kuwa mdogo. Hata wema na utukufu wa mbinguni hautakaribiana na wewe mpaka ile siku ambayo utaamua na roho yako ukate minyororo, useme ya kwamba hutaishi kuwa mtumwa wa Yakobo tena. Hapo ndipo ambapo baraka zako zitafungukia. Na maandiko inasema ya kwamba hivyo ndivyo ilifanyika. Yakobo akakuwa mkubwa kuliko Esau. Bwana apewe sifa. Akakuwa mkubwa kuliko Esau, mpaka wakati ambapo Esau alikata minyororo, akasema nimekataa utumwa. Kwa hivyo leo ujumbe wangu wa siku ya leo ni kukataa kuwa mtumwa wa shetani. Labda uliwekewa hata magonjwa. Unajua magonjwa inawekwa, unabadilishiwa hata uzima, ile health uko nayo. Unapata ya kwamba huko unagojeka, lakini saa hii unagojeka. Baridi dogo unashikwa na homa na kifua. Kitu kidogo tu kikagonjwa ikikuja inakushika. Umebadilishiwa afya yako ya mwili. Unapata ya kwamba unaanza kugojeka. Bwana apewe sifa. Kwa sababu umebadilishiwa health yako,
umebadilishiwa uzima wako, unaanza kungojeka, hata unaanza kujiuliza, kwani kulibadilika na sikuwa nangojeka? Ni nini hii ilifanya nianze kungojeka? Kitambo sikuwa napata magonjwa, lakini saa hii kaugonjwa tu kadogo ama kabaridi tu kadogo kanafanya nipate pneumonia ama ningojeke, kwa sababu ulibadilishiwa. Ni kubadilishiwa, unaekelewa magonjwa inaanza kukusumbua, magonjwa inaanza kukimbisha, kwa sababu ulibadilishiwa uzima. Kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba hata wakati ambapo Yakobo alizaa watoto wale wa 12 vijana, maandiko inasema Yusufu, kwa sababu ndiye alikuwa amebarikiwa sana na alikuwa anapendwa sana na Yakobo, wakati ambapo Yakobo alifika mahali pia akaona amezeeka na atafariki, ndipo alimwambia Yusufu, niletee watoto wako niwabariki. Blessed be the name of the Lord. Ndipo akaambia Yusufu, leta watoto wako niwabariki. Akapeleka Efraim na Manase, wale vijana nilikuwa nakuambia, ambaye aliua Jezebel. Sasa Efraim ndiye alikuwa mzee na Manase mdogo. Sasa akaleta Efraim na Manase. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo, kwa nini Yusufu alipeleka Efraim mkono wa kulia? Kwa sababu ndiye alikuwa mzee, na Manase akasimama katika mkono wa kushoto kwa sababu ndiye alikuwa wa pili. Yusufu alimpeleka Efraim mbele ili mkono wa kulia atakapowekelewa baraka zote akaweze kuzipokea. Bwana apewe sifa. Lakini wakati hata alifanya hivyo, badala Yakobo awekelee Efraim mkono wa kulia, alibadilisha mikono. Haleluya. Alibadilisha mikono. Unaona, ku exchange. That's why nakwambia baraka inaweza ika-exchangewa. Unaweza ukakuwa dada yako hapo majuu, na wewe ndio ulikuwa unafaa kuwa hivyo. Ndugu yako hapo majuu, ako na pesa, yeye ni tajiri, wewe ni maskini. Wewe ndio ulikuwa unafaa kuwa hapo, lakini ilibadilishwa, na haujui vile ilibadilishwa. Inabadilishwa kwa kiroho na kurudishwa kwa destiny yako. Labda uirudishie tu kwa kiroho, na njia ya kurudisha destiny ama hatima yako ni njia ya kuomba na kufunga, ama usaidiwe na mtumishi wa Mungu aliye na mafuta na aliye na Mungu wa kweli, anayemtumikia Mungu wa kweli, ili hatima yako ikaweze kukurudia, hatima yako ikaweze kukurejea. Akabadilisha mikono, aka exchange. Efraim akawekelewa mkono wa kushoto na ndiye mzee. Manase akawekelewa right hand na yeye ndiye mdogo. Kwa hivyo mdogo akakuwa mkubwa akakuwa mdogo. Kwa hivyo baraka ama destiny huwa zina exchangewa. Unapata ya kwamba baraka yako ili exchangewa na kitu kingine. Unaona hata watu hawajuani. Unaona hata hii unapata kuna mama fulani wako na nini occasion fulani, na wanapika, kuna mbuzi wanachinja, alafu wewe unaenda kwa hiyo boma na haujui kwa nini wanachinja. Wewe mbuzi ikichinja, wewe unaenda unakula. Unajua vile wanafanya? Unajua wana exchange destiny za watu na hizo nyama mnakula. Wakati ambapo umekula hiyo nyama, ile mifupa ambayo umebakisha, si umekula nyama kwa mifupa umekula nyama umebakisha hiyo mifupa, mnaiacha huko. Wanazichukua hizo mifupa, wakizichukua hiyo mifupa wanaenda wanaichoma. Wakichoma ile mifupa, baadaye wanazibodaboda ile mifupa, wanabodaboda ile mifupa, inakuwa njivu. Ile njivu inafanyiwa makafara, inafanyiwa madhabahu. Ile njivu ndio inatumiwa na wachawi, ndio inatumiwa na waganga. Unapata ya kwamba destiny yako, hatima yako inaendea kwa nyama. Wewe ni nyama ulienda ukakula kwa rafiki yako, alikuita
akakwambia kwetu tuko na sacrifice fulani ama kuna kitu fulani tulikuwa tunafanya. Ujui ni nini inatolewa kafara? Ujui mbuzi inachinjwa kwa nini? Na wewe unaenda unakula. Hizo nyama mtakula, unapata ya kwamba destiny yako itaendea hapo, kwa sababu ile nyama ulikula, ile mifupa ulibakisha, ndio wanaenda wanachoma, wanaponda inakuwa jivu, kwa sababu mate yako iko kwa hiyo mfupa. Mate yako imebeba destiny yako, mate yako imebeba baraka zako, wanaponda hiyo jivu ndio wanatumia. And that's why unapata ya kwamba mtu akienda kwa mganga anapewa jivu, anapewa jivu, anaambiwa kwa biashara yako, enda umwage hapo kwa mlango, enda umwage hapo kando, katikati na mwisho. Na ukimwaga utapata customer ataanza kukuja sana, na kile ambacho amepatiwa jivu ambazo zimebeba destiny ama hatima za watu. Mtu anaanza kutajirika na destiny yako. Kwa hivyo ndivyo destiny zinabadilishwa. Bwana apewe sifa. Ama hata huku unaenda salon, destiny inabadilishiwa huko bila mtu kujua. Unapata ya kwamba kwa salon mahali umeenda kutengenezwa nywele, watu, kuna watu wengine wamepewa kazi, anaambiwa wewe unatrain watu. Kuna mwingine amepewa roho kama hiyo ya kuelewa destiny za watu. Wewe unaenda kutengenezwa nywele ama kunyolewa mahali, na unapata ya kwamba huyo mtu amepewa kazi na watumikia shetani, wafuasi wa shetani. Unapata ya kwamba amekukata kanywele, hiyo kanywele ama zile nywele ambazo ulikuwa unatolewa uwekwe zingine, hizo nywele ziko na nywele zako, wanaenda nazo, ama anakukata tu kanywele kadogo anaenda nayo. Kwa hivyo ndivyo destiny inabadilishwa. Unaanza kusikia kichwa imeanza kukuuma, unaanza kuona mambo yako imeanza kubadilika, umeanza kuchukiwa na watu, umeanza kuwa na roho ya rejection, baraka zako zimeanza kukatika. Kwa nini? Kwa sababu hatima yako imeenda kupitia nywele zako. Kwa hivyo ni vizuri wakati hata unaomba, jaribu kuficha hatima yako, jaribu kuombea destiny yako na kuambia Bwana, ninaficha destiny yako, ninaficha hatima yako. Wachawi na waganga hawataniona katika jina la Yesu Kristo. Ninafunika hatima yako, nafunika hatima ya watoto wangu katika jina la Yesu. Nafunika hata masomo ya watoto wangu, nafunika utajiri na baraka za familia yangu katika jina la Yesu, kwa sababu huanga zinabadilishwa. Kwa hivyo sio kila mahali unaenda unakula nyama. Kuna mahali utaenda ukule nyama, hiyo mfupa iko na mate yako, uache nyota yako iende. Kuna kinyozi utaenda wakati nywele yako, hatima yako, baraka zako ziende. Kuna saloni utaenda wakati kanywele yako, hatima yako iende. Na hivyo ndivyo unaona watu, kisha baadaye mtu anakuwa useless, mtu anakuwa puli. Mtu alikuwa na ndoa, mtu alipata na gari yake, mtu alikuwa na maisha mazuri, hatima yake ikachukuliwa, ikabadilishwa. Saa hii amekuwa useless, amekuwa kitu bure. Bwana apewe sifa. Sema nimekataa kuwa bure katika jina la Yesu. Kwa sababu unaweza ukafanywa bure. Unaweza ukafanywa bure na watu. Unaweza ukafanywa bure kitu bure. Hata wewe ukijiangalia uko gawe wetu. Wetu leje wale roho shu. Gawo di mundu wero la roho. Ukapia kuona ndiye bure. Ndiye tu akeaga na kila kiratumea ni tondu muturire wake ni wacenjanirio, destiny yake, njata iria Ngai ekirite thĩinĩ wake nĩ yagarurirwo, kana ĩkĩoyo ĩkĩnengerwo andũ angĩ. Rĩu muturire wake akambĩrĩria gũkorwo na muturire mũritũ, akambĩrĩria gũkorwo na muturire mũritũ mũno makĩria, nginya akinya ihinda akona we nĩ free, we nĩ tũhũ wa tũhũ. Akambĩrĩria kwĩyaga, akambĩrĩria kuona ndarĩ na kĩene. Funga mlango. Akambĩrĩria kuona we nĩ tũhũ, kwa sababu hatima yake, destiny yake ilibadilishwa. Bwana apewe sifa. Hatima yake ilibadilishwa, destiny ilibadilishwa.
Kwa hivyo unapata ya kwamba tunahitaji siku ya leo, wakati ambapo tunaingia kwa maombi, tuanze kuombea destiny zetu, kwa sababu labda destiny zetu zilichukuliwa, destiny zetu zilinyakuliwa, destiny zetu zimezuiliwa, zimewekewa roadblock. Ati hauwezi ukapita hapa. Labda Mungu alikuwa akuconnect na mtu ambaye atabadilisha maisha yako, lakini ukawekewa kizuizi. Huyo mtu akawekewa kizuizi. Haleluya. Yeah. Vizuizi zinawekwa. Kama kanisa kama hii, unapata ya kwamba mchungaji anaombea watu na watu wanasaidika, lakini wanawekewa vizuizi. Hata mtu yule anafaa kukumbuka ya kwamba aliombewa mahali fulani, aende akarudishe shukrani, hawezi akakuja, kwa sababu wamewekewa roadblock, wamewekewa vizuizi. Kwa sababu inajulikana mchungaji mahali ambapo atasaidikia kwa huduma. Anajulikana mchungaji anaweza akapata gari kwa kanisa. Mchungaji anaweza akapata mashamba kwa kanisa. Kwa hivyo wale washirika uko na wao, hata wale umeombea wanasaidika, wanawekewa vizuizi. Mtu akibarikiwa anapata amebadilika, ameshikwa na roho ya kuchukia hiyo kanisa, ama anasahau na kanisa na anaondoka huko. Ni watu wakati tumeombea watu wamebarikiwa, watu wamepata watoto hapa kwa kanisa, watu wamepona kwa kanisa, wengine wamepona kansa, wengine zile tumbo za kurogwa, lakini kila mtu akipona anasahau. Hata ile anasema wacha nitumie mchungaji 5,000 nimwambie ni asante, ama acha nitayarishe shukrani zangu niite watu kadhaa, watu 3 5, twende wanipeleke niombewe nirudishe shukrani. Hawezi. Kizuizi kiliwekwa. Kizuizi kiliwekwa. Kizuizi kiliwekwa. Kwa hivyo wakati ambapo tunapoingia kwa maombi, anza kuomba na kupigana na enemies of progress, maadui wa maendeleo yako, enemies of destinies, maadui wa hatima yako, ambao wanaweza kuwa wanaishi kupigana na baraka yako. Bwana apewe sifa. Yeah. Labda ulikuwa uko na kipawa ya kufanya biashara. Unajua mtu ambaye ako na hiyo kipawa ya biashara, nyota ya biashara, unapata ya kwamba hata mkaharibu biashara hii, aende anzishe nyanya pale, naenda kutajirikia hapo, kwa sababu ako na hiyo nyota ya biashara. Nyota ya biashara ni roho, inakuanga roho. Hata akitoka kwa nyanya, aende kwa mwashi, aende kwa viazi, aende kwa duka, ako na hiyo nyota ya biashara. Na hata unapata pia mtu akiwa na nyota ya uchungaji ndani yake, hata watu wakijaribu kumaliza kanisa, Mungu atambarikia wapi? Kwa hiyo tu huduma, kwa sababu nyota yake iko hapo. And that's why unapata ya kwamba ni vizuri kuombea hatima yako, destiny yako, kwa sababu zinazuiliwa. Kama mimi nikifanya mahesabu, wale watu ambao nimeombea ni watu wengi. Bwana apewe sifa. Ni watu wengi. Lakini unapata ya kwamba mtu akibarikiwa anasahau. Sasa hata saa hii ndio naona mtu nimemwombea akibarikiwa anakumbuka. Lakini sijawahi ona mtu ambaye nimemwombea ametajirika ama amepata. Kama kuna dada nimeombea na nimesikia ati sasa alinibadilika, sasa nasikia ati hata anaenda ng'ambo, anaolewa na mtu hapo ng'ambo. Unaona? Sijataja mtu, that's why sijataja mtu. Ndio hivyo wetare mtoto David yui. So unapata ya kwamba watu hawakumbuki kwa sababu kuna kizuizi. So unataka tuombe tupigane na kizuizi ambazo zinazuia sisi kuwa kile ambacho Mungu alitukusudia. Kwa sababu labda Mungu alikuwa amekupatia wewe utajiriki, wewe ukuwe mtu mkubwa, wewe ukuwe na mali yako, lakini saa hii hauna kitu. Hata unaongea tena lesi na utaidi.
mundu Ngai ekirite kioneki thiini waku ati we ni we njata ya kwanyu, we ni we kirathimo gia kwanyu muthi wito. Kama mimi unaona hapo mbeleni nilikuwa Mungu amenibariki, kama ni mamangu nilikuwa namsaidia, hata watu wa familia, mtu akiwa na shida namsaidia na kile niko nacho. Lakini leo basande unapata maadui wamekuinukia, shetani amekuinukia, unapata baraka zako zimeanza kulimitiwa, destiny yako, hatima yako, baraka zako zimeanza kuwa limited. Unakuwa na bali, kwa sababu maadui wa maisha yako wanajua ya kwamba wewe ndiye njia, wewe ndiye nyota ya kweli, wewe ndiye baraka ya kweli. Kwa hivyo wanajaribu vile vyote wanaweza ili wakazuilie hiyo destiny. Na wewe si uingie tu kwa maombi, uanze kupigana na hawa wachawi, uanze kupigana na hawa watu ambao wanapigana na nyota yako, watu ambao wameshika baraka zako. Uombe Mungu na ukaapie Bwana, wale ambao wameshika destiny, wameshika hatima yangu, wameshika nyota yangu, wameshika baraka za familia yangu, waachilie kwa jina la Yesu Kristo. Wapeleke gutuma mwaki kuri irathimo cia kuinya iteio, tondu ni mundu wanyitire kirathimo kwa akiuga we ugutura na thina. Labda hata ni mtu aliongea akasema neno, kwa sababu maandiko inasemanga neno, kila neno linakuanga na roho. Maneno katika Methali, ukisoma Methali 4 inasema ya kwamba katika neno kuna uzima na kuna mauti, katika kinywa, katika ulimi. Kwa hivyo kuna mtu alitamka akasema, wewe utaishi kuzurura, utaishi kuhangaika, utaishi kuteseka, hutaona mambo mazuri. Na ni kweli, hiyo mambo inawaka, hiyo maneno inafanya kazi katika maisha yako. Hiyo maneno inaoperate maisha yako. Unajua kuna mtu anaoperatiwa na maneno ilitamkwa. Wewe maisha yako unakaa kulingana na vile mtu alisema. Sasa ni wakati wa kukataa. Useme huyu alisema nitaishi kuhangaika, sitahangaika, kwa sababu wewe unaongozwa na maneno ya mtu. Maisha yako inaongozwa na maneno ya mtu. Mtu alisema wewe ndo kaika, wewe ndo kona wewe. Mulisema nani na ukenda mbatigana. Wadi huko katika huko uma. Ukadi kule huko uma. Ni maneno ya mtu inakutongoza. Ni wakati wa kukataa. Namwambia Bwana, iwe nani wala nani ambaye aliongea maneno kinyume na maisha yangu, na maisha yangu ninateseka, ninahangaika kwa sababu ya maneno ya mtu. Sasa ninang'oa hiyo maneno katika jina la Yesu, nateketeza hiyo maneno katika jina la Yesu, na irudisha mahali ambapo ilitoka. Yeye ahangaike katika jina la Yesu. Usikubali kuongozwa na maneno ya mtu. Usikubali kukaa maisha ambayo ni maisha ya mateso na sio maisha yako. Hiyo maisha ambayo unakaa ni mtu fulani alikusikilizia wivu, akasema wewe na wewe kutengerania na nginya mwisho. Mungu twala nginya utigire na wakinya. Hata na mwambie Bwana, ni nani huyo? Kwa sababu maandiko yanasema kama Mungu ako katika upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume na sisi? Bwana apewe sifa. Ngai leo amwe na witu no ugekoro kugamugaro na itu. Hakuna. Na pia maandiko inasema katika Isaiah 54:17 ati hakuna mshale wa vita ulioandaliwa kinyume na watu wa Mungu utafaulu dhidi yao. Wewe ndio wakati wa kuambia Mungu. Huo mshale unajua inaweza kuwa maneno toto sio ikora kwa ihana mengi. Sio ikora kwa ihana mengi. Hata maombi wakati ambapo unaomba, maombi inakaa kama marisasi. Wewe nao wale msibora toka giogo. Hindi ndio rahoya mambo ya strong. Wewe muthi kuna wewe mwihoke. Okorwo hana tora regereria maridadi na sio cia ugu unaona mzigo kiradha huko wakati unaomba. Hiyo maneno inatoka kwa kinywa chako. Leo katari mtungata nitahoya kigogone-ini ndugata kitu kiwaro mundu thini wa kigogona wina nduka akikona mapia kwa tondu kiria ndiraruta mwaki kiria ndiraruta anointing iratuma ona aria mohetwo mage hinya magoro-ini mao, mage uhoti wa gwitiria mahoya macio. Mapepo inaanza kuachilia watu. Kwa hivyo maneno inakaa mishale, maneno inakaa marisasi. Kwa hivyo unapata ya kwamba mtu alisema na kachana sio kigo turasio ruraba
Na wewe ukikosa kujua ya kwamba maneno ni roho, unaanza kuona ni kweli watoto wangu hawaoleki, watoto wangu wanaishi kuzunguka, hawafanikiwi, hawasimamishi ndoa. Na kenda hata hivyo ni siana. Na hata hivyo ni siana siya. Kuna mama mwingine nilikuwa naombea mtoto wake ako ng'ambo. Na akikuja hata hafiki kwao. Anatuma ati wanakula kwa nyumba, anaita marafiki zake. Wanafanya inaitwa aje? Sherehe kwa nyumba. Wanakula, wanapika mchele, wanapikwa mchele na machefu. Anaajiri mpaka machefu. Na saa hiyo ni sherehe iko kwake. Mahali ameenda kuleti nyumba. Kwa hiyo manyumba kubwa. Ameita mpaka machefu. Wanapikiwa manyama kila kitu. Na hawezi akafika kwa mama yake. Labda mama yake aende huko. Hawezi akafika mahali mama yake. Na hata wakati mwingine anakosa kuonana na mama yake. Sasa unajua atafanya nini? Hata nunua shopping nipelekewe mama yake. Zile chakula zilipikwa zikakosa kuisha. Ndizo anasema zipelekewe mama yake. Anasema ziko kwa makaratasi, zipelekewe aje wakakule. Na hawezi akajipeleka kwa mama yake aseme tigane meitoatia ile digire ha. Digire kile denakio. Hawezi akachukua 1,000 yake moja apelekee mama yake, ama hata 20,000 ama hata lati. Anatumana chakula zinawekwa kwa mifuko, anasema zipelekwe kwa mama yangu waende wakule. Mara ile chakula ambayo tumekula tukashiba zipelekwe. Wilo leo kimtero kiti ngora wotero nini. Si upo ndio inakula zile chakula watu wamepakisha. Sasa mama yake ndiye anapelekwa chakula ambazo wamekula wameshiba. Wamebakisha ndio inapelekwa mama yake. Na niliombea huyo mama. Na msichana wake alimpigia simu akilia. Akamwambia mama, nimekuwa nikikosea, nataka nikuje. Mwingine tuliombea kule sana. Mtoto wake ni mwanajeshi, ni mjeshi. Alikuwa amefika mahali kwao hawezi akaenda. Na ile siku ya mwisho alikuwa anaenda kwao. Mama yake akipika chakula hawezi akakula. Anasema hawezi akakula chakula za mama yake, hazina utamu. Imagine mtoto wako umemlea naishi kula chakula yako. Akiwa mkubwa sasa umemsomesha, amepata kazi, amepata pesa, hawezi akakula chakula yako, anasema hazionji vizuri. Unaona kama ni rohani hapo nayo? Sasa wakati tuliombea huyo mama, kijana alienda nyumbani. Na kitu cha kwanza alimuuliza mama, umepika nini? Huyo mama aliombewa na mama wangeshi sana. Leta ya jina la Yesu. Chanzi yako kwa wale tu. Yeye kwa habari ya kilo. Sasa huyo mama aliombewa na yeye. Na ubwa hoyo dile. Kijana alikuja that week. Kigo kia pele ya mwiki mama, umempika nini niko njaa nataka kula. Mama yake hakuwa na chakula. Akatayarisha chakula haraka. Kijana akakaa chini akakula. Alafu akamwachia pesa. Na kutoka hapo wakasikizana. Kwa hivyo mimi nakwambia mambo inafanywa kwa kiroho. Hata upendo wa watoto wako inamolewa. Mtu anasema si anasi yake kama mtende. Si anasi yake ni kama na tamuto na leo. Ona sema si kwete kuigwa itikuwa na tamuto, iko na weto watu wegeko. Na lakini maneno ni mtu alisema usikubali kuopaletiwa na maneno ya mtu. Usikubali ndoa yako iopaletiwe. Maisha yako iopaletiwe na maneno ya watu. Kataa. Monica, kataa. Una struggle kwa sababu ya maneno ya mtu. Usikubali. Kataa. Ambia Bwana katika jina la Yesu. Kila maneno lineno against my life, against my destiny, catch fire in the mighty name of Jesus. Ichome na moto, iteketeze na moto.
katika jina la Yesu. Na useme kwamba kuanzia sasa mimi nitafanikiwa. Anza kujitabiria mambo makubwa na mazuri katika jina la Yesu Kristo. Anza kujitabiria na waambie Bwana, kutoka leo sitahangaika. Nimetabiri mambo mema, nimetabiri mambo mazuri katika maisha yangu. Nitaenda mbali na nitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, na maadui wataaibika na watashindwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Hivyo ndivyo unaweza kufanya. Kwa sababu ukikosa kufanya hivyo, hata unajua, hata destiny, tukisoma katika kitabu cha Genesis, Genesis katika hiyo kiambeleni aruga kenake Jakubu agigita ariũ ake hariwe akimera atĩ ũnganai inyuothe hamwe ndĩmwĩre maũndũ marĩa makamũkora thutha-inĩ. Atĩrĩrĩ, inyuĩ ariũ a Jakubu, tacokanĩrai mũigue maũndũ, tategerai ithe wanyu Isiraeli gũtũ. Atĩrĩrĩ, Rubeni, we nĩwe irigithathi rĩakwa na hinya wakwa na kĩambĩrĩria kĩa ũhoti wakwa, gũkĩra nĩũkĩrĩte arĩa angĩ na ũnene na hinya wa gwathani. No igua agacoka kuuga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ igue ena kĩrathimo gĩa ithe, na nĩkĩo Jakubu aramwĩra atĩrĩrĩ, atĩ we nĩwe irigithathi rĩakwa na hinya wakwa na kĩambĩrĩria kĩa ũhoti wakwa. Koguo Rubeni nĩ wakuĩte kĩrathimo gĩothe gĩ. No rĩu thikĩrĩria wĩigue, Jakubu we mwene arenda kũgarũra kĩrathimo kĩu atunyũkithie mũndũ wĩtwo Rubeni, amũtunyũkithie kĩrathimo kĩu akĩrute harĩ we. Sikiza vile anasema atĩ no rĩrĩ wagagĩte o ta maĩ, na tondũ ũcio ndũgakĩra arĩa angĩ. Nĩ amũruma kana ndũnamũruma? Amũruma amuohere irathimo ciake na ndũrĩ naka basi amuohera na kanua. Nĩ amba aruta wĩira atĩ nĩwe irigithathi rĩake, nĩwe hinya wake, ona nĩwe kĩ, na nĩwe kĩambĩrĩria kĩa ũhoti wake. Bwana apewe sifa. No nĩ amwĩra atĩ we wagagĩte ta maĩ marĩ irũtũ-inĩ. Nĩ ũndũ tondũ ũcio ndũgakĩra arĩa angĩ, nĩ ũndũ nĩ wahaicire ũrĩrĩ wa thoguo ũkĩũgwatia thaahu. Nĩ mũrũ wakwa wahaicire ũrĩrĩ wakwa. Simoni na Lawi nĩ a nyina ũmwe, nacio hiũ cia njora ciao cia njora no cia ũhinya. Atĩrĩrĩ, we ngoro yakwa ndũkanatonye ciira-inĩ wao, onawe ũnene wakwa rĩ ndũkanegwatanie na ũngano wao. Nĩ amatigithũkania na kĩrathimo gĩake. Tondũ nĩguo rĩuga auga atĩrĩrĩ, atĩ we ngoro yakwa, ngoro yake ndũkanatonye ciira-inĩ wao, onawe ũnene wakwa rĩ ndũkanegwatanie na ũngano wao. Ũnene wakwa ndũkanegwatanie na ũngano wao, tondũ nĩ moragire mũndũ marakarĩte na magĩtemeka ndegwa magũrũ makĩmĩthuithia nĩ kũmaramara kwao. Marakara macio mao marogwatwo nĩ kĩrumi, nĩ ũndũ marĩ meri mũno, ona mathũgũta mao marogwatwo nĩkĩo, nĩ ũndũ marĩ a kũnũhana. Ngamaharanĩria thĩinĩ wa Jakubu, ona ndĩmahurunjĩre thĩinĩ wa Isiraeli. We Juda rĩ, rĩu Juda nĩwe waheo kĩrathimo, na nĩũigua nĩ wakana, tondũ aya nĩ brother igĩrĩ kuma he Rubeni. Koguo rĩu Juda ũyũ nake nĩ wakaigana, nĩ wakana. Thikĩrĩria ũrĩa Juda erwo atĩrĩrĩ, atĩ we Juda rĩ, nĩ kũgathwo ũrĩgathagwo nĩ ariũ a thoguo. Kĩrathimo kĩrĩa nĩgĩacoka he Juda, atĩ nĩ kũgathwo ũrĩgathagwo nĩ ariũ a thoguo. Na guoko gwaku gũgakinya o ngingo ya thũ ciaku ũcitorie biũ. Nao ariũ a thoguo nĩ magakuinamagĩrĩra. Juda nĩ kĩana kĩa mũrũthi. We mũrũ wakwa nĩ wambatĩte ũkĩinũka
uhunite kiria unyitite atiriri einamirie agithuna ta muruthi ona ta muruthi wa mugoma no ugakimwarahura ruthanju rwa unene rutikehera hari Juda ona kana ruthanju ruria runyitagwo ni munene rumume gatagati ka maguru o nginya riria muhorerania agoka nake niwe ugathikagiririo ni nduriri. Thigiriri kirathimo kiria heo na haha Jakubu mundu witwa Rubeni uria erirwo atiriri Rubeni we niwe irigithathi riakwa na hinya wakwa na kiambiriria kia uhoti wakwa gukira ni ukirite aria angi na unene na hinya wa gwathana no riri wagagite ota maĩ na tondu ucio ndugakira aria angi ni undu ni wahaicire uriri wa thoguo koguo kirathimo kiu giothe kiathie nao na Juda ni wa kana kuma kwi Rubeni ona kirathimo gitinathi he mundu wa keri kana wa gatatu mwana wa kana. So unaona baraka inaweza ikabadilishwa hata na wazazi. Wewe mwenyewe unaweza ukalimitia watoto wako baraka zao, unaweza ukawekea roadblock, unaweza ukaweka kizuizi kwa watoto wako kwa sababu ya maneno. Wakati tulikuwa tunasoma Biblia na ni vizuri sometimes muwe mnaandika Biblia wakati ambapo kunahubiriwa, mnakuwa na notebook. Kuna wakati tulisoma kuhusu, sijui kama ni Wafalme wa kwanza. Wafalme wa pili, lakini sitasoma saa hii. Lakini tulisoma kuhusu kijana ambaye aliiba pesa ya mama yake. Bwana apewe sifa. Na mama yake tukasikia aliokea sana. Na akamlaani yule ambaye alichukua hizo pesa. Ingawa yeye alikuwa anafikiria ni wafanyakazi walikuwa wamechukua pesa. Lakini ni kijana yake alikuwa amechukua. Na akalaani sana, akasema yule amechukua akirogiro ni pesa icio ndakanone wega, ndakanatore mutureno atore na guna maithori. Kijana akanyamaza hivi, wakati siku mingi zimeisha, akanyamaza, akaona ile dhana mama ameachilia hapa, lazima nirudishe hiyo pesa. Ndio akaenda akamwambia, ni mimi nilichukua hizo pesa zako na nimerudisha. Akamwambia, mtoto wako nimemkubariki, sikuwa nadhania ndio umechukua. Akambariki, akamwambia, barikiwa, nimebadilisha hiyo maneno. Kwa hivyo kama ushawahi ongea maneno kinyume na watoto wako, leo mpaka kuogopa, kwa sababu labda ni wewe umelimitia watoto wako baraka zao, umewazuilia kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hivyo najaribu kusema kile ambacho kimefanya nisome hiyo maneno ya Yakobo akilaani Reuben ni kwa sababu kuna wazazi wanawekea watoto wao limit. Kwa hivyo labda limit yako imetoka kwa mzazi. Unaweza kuwa limit yako imetoka kwa mzazi. Mama yako ndiye ameweka limit. Wewe watoto wako hawafaulu, hawafanikiwi kwa sababu wewe ndio umeweka limit. Bwana bewezi. Kama Monica ashawahi kuwa anasema sana vile ambavyo wazazi wake washawahi mtamkia maneno. Sijui atakuwa na gari, sijui atakufa, sijui hatazaa, hataolewa, sijui nini. Hiyo maneno yote inatamkwa na mzazi. Na sasa asipo yeye mwenyewe akiopewa na mchungaji, asipopigana na hiyo maneno, inaweza ikaoperate maisha yake. Kwa hivyo ni wakati wa kupigana na maneno kama haya. Ni wakati wa kupigana na block na vizuizi ambazo zinazuilia baraka katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutasimama na miguu, tuingie kwa maombi
uanze kuambia Mungu kila limiti ambayo iko katika maisha yako, kila maneno ambayo inazuilia maisha yangu, maneno ambayo ina operate maisha yangu, maneno ina limit maisha yangu, hiyo maneno ninaichoma na kuteketeza kwa jina la Yesu. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na